إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ndugu Islam, ndugu mahujaji, tulioko leo katika viwanja hivi, tupo katika sehemu tukufu adhim yenye kheri kubwa sana. Siku ya leo ni siku ya Arafa, ni siku ina kheri na barakat na rahamat na nafahat. Kuna ataya na kheri ambazo Allah anazigawa kuwapa waja wake ndani ya siku hii ya leo ya Arafa, na ni kheri hii kwa mahujaji walisairi almuslimina fi sairi alamsari wal a'sar, na kwa waislamu wote katika miji mbalimbali na katika zama tofauti. kheri hii ilipatikana. Allahu azza wa jalla ameyapia siku ya leo aliposema washahidin wa mashhud. Baadhi almufassirina wanasema shahid ni siku ya Ijumaa, itaenda kutoa ushahidi siku ya kiyama juu ya wote walioihudhuria wakashiriki katika salatul jumua na khutbatul jumua ndani ya misikiti. Wa mashhud, na pia naiyapia siku inayohudhuriwa. Miongoni mwa tafsiri ya neno mashhud ni kwamba ni siku ambayo inahudhuriwa na malaika, yashhaduhu almalaika. Wanasema baadhi ulama, si tu mahujaj wapo katika uwanja wa Arafa, bali huwa yaumun yashhaduhu almalaika, ni siku ambayo wanaihudhuria malaika. Ma a'dhamahu min yaum, ni siku kubwa iliyoje, na yule ambaye atakayekuwa makini atafaidika kiasi kikubwa kilioje ndani ya siku kama hii ya leo. Anasema alayhi salatu wassalam, alhajju arafa, hija ni Arafa, akimaanisha kwamba kiini cha hija na ile nguzo kubwa ya haji ni hii ambayo ya watu uwepo wao leo katika viwanja vya Arafa. Akasema alayhi salatu wassalam, dua bora ni dua ya Arafa, khairu duai duau yaumi Arafa. Na wakasema alkhairiyatu fil amrain, huwa ubora uko katika mambo mawili, ni kwamba duau yaumi Arafa ajalu wa ajzalu, ni dua ya haraka kujibiwa na ina malipo makubwa. Ajalu ijabatan wa ajzalu ithabatan, ni dua ambayo inajibiwa haraka na malipo yake ni ya hali ya juu. Ina maana ya kwamba binafsi ya dua ni ibada ambayo inamkurubisha mja kwa Mola subhanahu wa ta'ala, lakini pia ana shida zake anaziomba, anapeleka haja zake kwa muumba wake subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo siku ambayo Allahu azza wa jalla anateremka katika mbingu ya dunia, fayubahi bi ahli almawqifi inda malaikatihi, anajifakharisha mbele ya malaika wake kwa hawa watu ambao wamo katika mawqifi hii ya Arafa. Tena anawaambia malaika wake, undhuru ila ibadi haula, waangalieni waja wangu hawa, jauni shu'than ghubra, wamenijia nywele timutimu, wamejaa vumbi. Riwaya nyingine dhahin, wako juani, kwa sababu asili ya uwanja huu hauna majengo, ni sehemu ambayo watu wanapata joto na zile shida za jangwa. Dhahin, hawa waja hawa, ishhadu anni qad ghafartu lahum, shuhudieni enyi malaika wangu kwamba nimewasamehe. Ndio siku ambayo Allahu azza wa jal anawaacha watu huru na jahannam kwa wingi kabisa, anawaweka mbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min yawm aktharu min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa,
Hakuna siku ambayo Allah anawaacha watu huru na jahannam, anawaokoa na moto kwa wingi zaidi kama siku ya Arafa. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma ru'iya shaytanu yawman huwa adhar wa ahqar wa asghar min yawmi Arafa, wa dhalika lima yara min tanazzuli arrahmat wa tajawuzi 'ani dhunubi al'idham. Hakuna siku ambayo shaytan kaonekana akiwa dhalili, mdogo, kadhalilika kabisa, amepoteza malengo na matumaini yake yameanguka, na yale aliyoyafanya kwa miaka mingi ya kuwatia watu katika dhambi na maasi, anaona yote yanapotea kwa sababu rahmat zinateremka na madhambi makubwa yanasamehewa. Ina maana kwamba siku ya Arafa ni siku ya tauba, na wanasema maulama ni vyema mtu atangulize tauba na istighfar kabla ya dua yake, ili aondoe vikwazo vya kujibiwa dua. Dhambi ni mkosi, dhambi ni kikwazo cha kujibiwa dua ya mwanadamu, na kwa sababu leo rahma za Allah zinateremka kwa wingi zaidi, basi toba inajibiwa na kheri inaenea. Na katika dhambi kubwa ya siku ya Arafa ni suu dhanni billah, kumwekea dhana mbaya Allah, kama ambavyo ni katika jema kubwa litakalofanywa katika uwanja wa Arafa ni husnu dhanni billah, kumwekea dhana nzuri ya Allah azza wa jalla. Mwenye kuleta tauba kadiri ya wingi wa dhambi zake atarajie kwa Mola wake kwamba atamsamehe. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ewe mwabudiwa wetu, katika dua hizo mja anamwambia Mola wake, mwabudiwa wetu, yale maghfira yako, ule msamaha wako ni mpana zaidi kuliko makosa yetu, na rahma zako tunatarajia zaidi kuliko kutarajia amali zetu. Leo ni siku ya kutarajia rahma ya Allah azza wa jalla, ni siku ya kumlilia Allah azza wa jalla. Anasema alayhi salatu wassalam, la yaliju an-nara rajulun baka min khashyati llah hatta yauda al-labanu fi ad-dar', haingii motoni mtu ambaye kalia kwa kumwogopa Allah mpaka maziwa yaweze kurejea katika kiwele cha mnyama. Maziwa baada ya kukamwa hayarejei kiweleni, basi vivyo hivyo aliyelia kwa kumwogopa Allah azza wa jalla, huyu haingii motoni. Ad-dam'a dam'atul huzn wat-tahassur wan-nadam, chozi la majuto, la kuumia kwa nini nilifanya makosa fulani, lina thamani kubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Kwa ni siku ya dua, na mtu ajipambe na sifati za kujibiwa dua, amhimidi Mola wake, amsalie Mtume sallallahu alayhi wasallam ili dua yake ijibiwe. Aliomba mtu mmoja dua ndani ya sala, hakumhimidi Allah, lam yahmadillah wala yumajidhu, hakumhimidi Allah wala hakumtukuza wala hakumsalia Mtume. Mtume akasema, ajila hadha, huyu amefanya haraka. Mwingine akawa yeye hamidallah wa majadahu bima huwa lahu ahl wa salla ala rasul, kamhimidi Allah, kamsifu vizuri, akamsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema, sal tu'ta, omba utapewa. Ndugu zangu Waislamu, dua inajibiwa mbele ya Allah azza wa jalla, hususan ikipata atawassul bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula, kumtarajia Allah na ukamuomba kupitia majina yake na sifa zake, lakini pia kupitia amali njema kama vile ya sadaqa na nyinginezo za kheri. Akamuomba mja Mola wake, akamlilia kwa unyenyekevu, dua anaiomba kwa yaqeen, ana hakika atajibiwa. Mtume anasema, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni dua Allah mkiwa mna hakika ya kujibiwa. Asiombe mtu akiwa na dhana ya kwamba pengine itakatalika dua yangu, hapana, bali amuombe Allah akiwa na yaqini ya kujibiwa, kamwekea dhana nzuri Allah azza wa jalla. Allah anasema katika alhadith alqudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani, mimi niko katika dhana ya mja wangu kwangu, na mimi niko pamoja naye anaponiomba. Ukimuomba uwe na yaqeen kwamba anakusikia na anakuona na yuko karibu, yeye ni qarib tena mujib. Na ndio maana Allah akasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kwa hiyo jina la al-qarib na al-mujib linafungua moyo wa muombaji kuona nayemuomba yuko karibu na mimi, tena anaijibu dua yangu. Sisi ni wageni, tumemjia Allah azza wa jalla. Anasema alayhi salatu wassalam, al-hujjaj wal-ummaru wafdullah da'ahum faajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Wafanyaji hija na umra ni wageni, wamemjia Allah azza wa jalla, amewaita nao wakamuitikia, na alafu na wao wakamuomba na yeye akawapa. Basi hiyo ndio siku ina kheri, na kadiri muda ukisonga mbele
jioni ikaingia, basi pale ndio kuna fursa kubwa ya kujibiwa dua ya mja na kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliitumia vizuri fursa hii Mtume alayhi salatu wassalam. Salatu al-asri kama tulivyoona imetangulizwa ikasaliwa pamoja na salatu dhuhur, ili iwe muda wote huu wa kunyenyekea na wa kumuomba Allah azza wa jalla. Aliomba dua alayhi salatu wassalam muda mrefu baina huu wakati ambao takriban mahujaji wanasali salatu al-asri pamoja na dhuhuri, muda huu mpaka maghrib. Alikuwa juu ya mnyama wake, yule mnyama akawa ameelemea upande mmoja, na hatamu ya mnyama ile kamba ikawa inadondoka, akaishika kwa mkono mmoja alayhi salatu wasalam, na mkono mwingine akawa amenyanyua akamuomba Allah azza wa jalla kwa muda mrefu, anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala akimuomba. Na Allah anafahamu lugha zote na kila mmoja ana haja zake mbalimbali, amuombe Mola wake subhanahu wa ta'ala bila kuisahau familia, nchi yake na umma. Ndugu zangu Waislamu, umma unataka dua, ummatul Islam, umma ambao leo uko kwenye misukosuko na shida mbalimbali, unataka dua. Bali imekuja katika hadithun sahih, yule atakayewaombea dua waumini, atakayewaombea msamaha, man istaghfara lilmu'minina walmu'minat kutiba lahu bikulli mu'minin hasana, atakayewaombea msamaha waumini hawa, basi kwa kila muumini mmoja wewe unalipwa jema moja. Kwa mfano umeomba dua, Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'i minhum walamwat birahmatika ya arhamar rahimin. Kwa dua kama hiyo wewe unalipwa ujira na jema moja kwa kila mu'min aliyehai na aliyekufa. Ni fursa kubwa kiasi gani ndugu zangu Waislamu. Hali kadhalik anasema alayhi salatu wassalam, man da'a li akhihi bi dhahri alghaib wakala Allahu lahu malakan yaqulu lahu amina wa laka bimithl. Yule atakayemwombea dua mwenziwe wakati wala hajui kama anaombewa, basi yule muombaji Allah anamwambatanishia naye malaika yule anasema amin, ewe Mola wetu ikubali dua hii, walaka bimithl, kisha anamwambia yule muombaji, na wewe Allah akupe mfano ulichomwombea mwenzio. Kwa hiyo yeye anakuwa ameipata dua ya malaika. Ndugu zangu Waislamu, tuitumieni vizuri fursa. Hichi ndio kilele cha haji, kwa dalili ya kwamba watu wakiondoka katika Arafa basi wanatakiwa waombe msamaha. Maana yake kwamba washavuka katika kile kizingiti muhimu. Kama ilikuwa haji ni mithili ya mlima, basi Arafa ndio kileleni, na sasa tunaelekea kuteremka. Na ndio maana basi ikatakiwa tufanye istighfar, thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah. Ina maana watu waombe msamaha, kama ambavyo mwisho wa sala wanatakiwa wafanye istighfar, na mwisho wa da'wa na utume wake alayhi salatu wassalam, da'wa yake mwishoni aliambiwa afanye istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Basi vivyo hivyo wakitoka hapa waombe istighfar, wanaelekea katika viwanja vya Muzdalifa na hatimaye Mina. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuichunge vizuri siku yetu hii, tuchunge macho yetu na masikio yetu. Mtume SAW aligeuza uso wa mtoto wa ammi yake Al-Fadl ibn Abbas asimwangalie mwanamke. Alikuwepo mwanamke kijana akaja kuuliza mbele ya Mtume SAW, basi na huyu Al-Fadl akawa naye anamtazama, na yuko mgongoni mwa Mtume SAW juu ya mnyama. Mtume akaugeuza uso wake, alafu akasema, siku hii ya leo atakayehifadhi macho yake atasamehewa mbele ya Allah azza wa jalla. Kwa siku ya kuhifadhi macho na ulimi ni siku ya kuhifadhi viungo vyetu. Yani kila mmoja anatakiwa amfikishie kheri mwenziwe wala asimdhuru. Si siku ya kusengenya, si siku ya kutazama mtazamo wa khiana usiofaa. Na katika mazingira nje huko, nje ya mahema yetu, tuhifadhi macho yetu kwa ajili ya kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuradi ni kwamba leo ni siku ya kurejea kwa Allah azza wa jalla, na siku hii aliitumia vizuri pia Mtume sallam kuwahamasisha watu waishike dini yao, akatoa nyasia mbalimbali, pia akaukabidhi umma jukumu la da'wa. Akawaambia, addu anni rahimakumullah, balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu japo aya moja, fikisheni Allah akurehemuni. Akauombea dua umma huu kwa sababu ya kuchukua jukumu hilo la kuifikisha hii neema ya Uislamu na kuzifikisha ayat na kheri ya wahi katika umma. Kwa hiyo Mtume SAW pia akawahusia watu wawe makini sana katika majukumu yao mbalimbali, likiwemo jukumu la tauhid, wawe muwahidina wasiwe mushrikin. Hali kadhalika akahusia nyasia mbalimbali katika siku hizi za haji, ikiwemo kuchunga heshima ya mtu, damu ya mtu na mali ya mtu. Allah atupe taufiki, atukubalie amali zetu, na atupe himma ya kuomba dua na kujibidiisha katika kheri hii ya siku ya leo, na kuikithirisha pia ile dhikr ambayo Mtume SAW kasema, matamshi bora niliyoyatamka mimi na mitume kabla yangu, akimaanisha katika hii siku ya Arafa
ni hayo maneno ya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unaweza ukaomba dua, ukafanya adhkar, ukaona kama huna tena cha kuomba, basi utaomba zile jawami'ul ad'iya, dua za kukusanya khairi nyingi, kama vile rabbana atina fid dunya. Hali kadhalika ukamuomba Allah, Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, na dua kama hizo zilokusanya khairi. Lakini pia wakati utasonga, utakumbuka mengine uliyosahau, unaweza ukaomba dua. Leo ni siku ya dua, hata kama utakariri awamu 2-3 ukaomba dua na ukafanya dhikr. Kwa hiyo tuitumie, ni fursa ya tauba, ni fursa muhimu ya kurejea kwa Allah azza wa jalla, bali ni fursatul umr, fursa ya umri. Pengine ukikupita hii leo usiipate tena fursa kama hii. Mchana bora katika mwaka mzima, baadhi ulama wanasema mchana huwa Arafa, na wengine wanasema ni mchana wa kesho ambao ni yaumun nahr. Kama ambavyo usiku bora katika mwaka mzima ni usiku wa Lailatul Qadr, na likapatikana 10 lile ambalo ndani yake imo Lailatul Qadr likathaminika, mtume akalihuisha kwa ibada. Kama ambavyo katika Dhulhijja pia 10 hili ambalo ndani yake mna mchana bora, 10 lote likapata thamani na khairi. وفقنا الله وإياكم لما فيه حبه ورضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين غير مردودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.